Asante sana majority leader wetu wa bunge. Ado Kiambu Moriega rege Ngaine mwega Edesiothe. Nisalimie hewani namna hii. Kwa majina mimi ninaitwa Japheth Nyakundi na nimekuja hapa kama treasurer wa chama ili niweze kushuhudia ile maneno iko Kiambu. Na leo Kiambu mumekuja. Mumekuja kukuja. Mumeacha mtu hata nyumbani kweli? Kuna watu wamebaki nyumbani kweli? Kwa hivyo nyinyi ni wa hapa tutam. Nyinyi ni wa tutam. Wangapi wanasema tutam? Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, kabla hujafika nilikuwa hapa na hawa watu wa Kiambu wakasema kiti ambaye mtu haruhusiwi kusimama ni kiti ya rais na naibu ya rais. Hiyo ni kweli si kweli? Na hawa watu wa Kikuyu wakasema kiti ingine mtu haruhusiwi kusimama ni ya Kikuyu. Lakini wacha niwaeleze watu wa Kiambu. Watu wa Kiambu, sisi kama chama tumesema ya kwamba kila mtu anaruhusiwa kusimama kiti chochote, kuanzia kule chini hadi kiti kile kiko huko juu, kwa sababu sisi ni chama ambacho tunaamini ya kwamba demokrasia ndiyo njia yenyewe ya kuhakikisha ya kwamba tumepata viongozi. Na nyinyi watu ya Kiambu, nataka niwashukuru sana kwa sababu hii chama yetu ya UDA, the founders of UDA are the people of Kiambu County. Kama sio nyinyi watu ya Kiambu, hii chama yetu haingekuwa. Ni kweli si kweli? Si mtoto wa kwanza wa UDA anaitwa Kawanjiko? Mtoto wetu wa kwanza wa UDA anaitwa nani? Kwa hivyo nyinyi watu wa Kiambu, you are the founders of UDA, na ndio kwa maana sisi tunaheshimu watu wa Kiambu. Na nyinyi watu wa Kiambu, nyinyi ndo mulitupatia kura nyingi zaidi Kenya hii kushinda mahali popote nchi yetu ya Kenya, na tunawashukuru sana. Na Kiambu, wacha tuwaeleze, sisi tutaendelea kutembea na nyinyi kwa sababu nyinyi mmetembea na sisi. Na kama kuna watu ambao wamekataa ukabila na wamesema watajiunga na watu wengine, wa Kenya wengine, ni watu wa Kiambu. Na ndio kwa maana tuko hapa siku ya leo. We want to assure each and every one of you, wale wote ambao wanasimama viti, ya kwamba these elections that will start at the polling station level will be free, fair, credible and verifiable. Na tunatumia ile njia ya kielektroniki. Wewe ukipiga kura, jioni ikifungwa hivi, within 30 seconds wewe unapata kura yako. Kama wewe umerejesa kama mkulima, unapata kura yako hapo. Kama umerejesa kama mfanyibiashara, unapata hapo. Kama umerejesa kama mtu ya religious, unapata hapo. Kama umerejesa kama mtu ya bodaboda, unapata hapo. Kwa hivyo tunawaomba nyote mjitokeze tarehe 10 ili tuweze kupiga kura, tuchague viongozi wetu kutoka kule chini mpaka hapa juu. Hata hii yangu ya treasurer, mkifika hapa juu mnaweza leta watu wale wanataka kusimama, wasimame na mimi ni wabuage mapema saa 12. Si siasa iko hivyo? Si mimi nimekuja hapa siku ya leo? Si hata hiyo wakati si mtaniona na muamue kama mimi ndio nitakuwa treasurer ama mimi niende nyumbani? Lakini cha muhimu ni jitokeze na tuweze kushirikiana pamoja, tuhakikishe tumechagua viongozi, na hawa viongozi ambao wanachaguliwa kutoka kule chini, those will be our pillars
for the party. Sisi tutakuwa tunapiga simu kule, tunauliza wewe uko kwa polling station, t-shirt imekuja. Wewe uko kwa polling station, tusaidie, kama ni vijana wawili wasaidiwe waandikwe kazi, vitu kama hiyo. We will be in touch kutoka kule chini kuelekea juu. Si tulisema mambo ni bottom up? Si tulisema mambo ni bottom up? Si UDA imeamua kwenda kule chini? Tuanzie chini wakienda juu. Hata hao viongozi wote unawaona hapa, Mama Simba na wengine, akina Kawanjiko, akina Wamashua, akina Wamashukuru, akina Kahangara, wote mama wetu wa county, si ndio? Wama wa Moradha, wote kama wanataka kitu lazima waanzie huko chini kwa polling station. Hakuna kuhepa, kila mtu anaanzia wapi? Ya mwisho kabisa, watu wa Kiambu, hii serikali ya William Ruto imeamua kusimama na nyinyi. Ndio kwa maana ulisikia juzi yeye Mheshimiwa Rais alisema hii barabara yenu ya hapa Kiambu Road lazima ifunguliwe iwe dual. Ile kutoka Thika ikielekea mpaka kule airport lazima tuweke expressway hapo iende mpaka wapi? Museum Hill ishike kule kwingine. Ile barabara ya Rironi kwenda Mau Summit iende mpaka Nakuru, yeye ameanzisha hiyo barabara na inaendelea. Tofauti yetu na wale wengine ambao ni wakabila, sisi ni wachapakazi, wale ni watu wa mdomo. Tofauti yetu, sisi mumeona zile soko ambazo rais ameanzisha. Mimi nimekuwa hapa na rais mara mingi akianzisha masoko, akianzisha affordable housing. Tofauti yetu na wao ni kama mchana na usiku. Wale sisi tunataka kuwaambia wasilete ukabila. Mimi nilipigia mzee Kibaki 2007. Mimi nilipigia Uhuru Kenyatta 2013. Mimi ningekuwa mkabila ningepigia watu kura? Ningepigia kura? Mimi nilipigia William Ruto juzi kama rais, mimi ningekuwa mkabila ningempigia kura? Ambia wale watu njia pekee ya kuunganisha Kenya ni kukaa pamoja, kutoa ukabila, kuleta maendeleo, kufanya siasa ya maana. Hiyo ni kweli si kweli? Si Kenya ni yote, sisi zote, na si makabila yote yako hapa? Kama hii Kiambu, Wakisii wako hapa, si ndio? Hata kuna mtu nimeona hapa ni kama anakaa Mkisii namna hii, si ndio? Si iko Wamasai hapa? Si Wamodoanyo bako hapa? Wakamba si wako hapa? Na hii Kiambu imebeba nchi nzima. Kwa hivyo tunaambia yule mkabila, na nimeona sasa anatetemeka kwa sababu alikuwa nadhani mambo yetu imezama. Sasa ametetemeka, naona mambo inang'aa. Saa hii nimeona yeye anatumia watu message hapa, nawaambia hii ni Kiambu na mumevaa hii ya UDA na watu wanasema tuta. Ambia yeye tuta mapema saa 12. Harambe! 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 UDA! UDA! William Ruto! Kimani Ichung'wah! Kimani Ichung'wah! Kahangara! Mama Simba! Kawanjiko! Wamashukuru! Waambie hii Kiambu, waambie hii Kiambu ni UDA, hii Kiambu ni ya William Ruto, hii Kiambu ni yetu, mapema saa 12. Si ndio? Si ndio? Mimi sina mengi ya kusema. Mimi nataka niachie hapo, niwahakikishie hawa viongozi wenu wote, akina Wamashua, akina Wamashukuru, viongozi wote wa Kiambu, tuko nao na tutatembea na wao, na mapema tutangangana na hao watu. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you mono, thank you mono, thank you mono, thank you mono, thank you mono. Mpigie Jape makofi jameni.
Hey. Kiambu oi. Hapana, mutigeshina mwaki, najua mko na njaa. Niko udhamo odire. Inyue. Mwahota. Asa mutiri ya hutu. Mukinyira tene. Sasa nyinyi ni waulize. Kengara. Ama mnasema nini? Haya, watu wa Kengara haya. Hata wa Kengara mimi ndiye baba yao leo. Si tuko na majority leader hapa? Si tuko na majority leader hapa? Apange asipange? Sasa nyinyi hamtaki hata venye